Kwa majina naitwa Mkadam Makame Abdallah, ambaye ndio mwalimu mkuu katika chuo hichi cha Nurul Iman ambacho kinapatikana kijiji cha Kilimandege Mjimbini, wilaya ya Mkoani, mkoa wa Kusini Pemba. Kwa jumla chuo hichi kina wanafunzi 125 ambao wanafunzi hawa wanasoma masomo mbalimbali. Miongoni mwa masomo hayo kama ambao tunaona katika jadwali lile pale, kama vile hadithi, kitaba, tafsiri, tauhidi, lugha ya Kiarabu na fiqh na dini mbalimbali ambazo hapa zimesomwa. Kadhalika chuo hichi kinatoa wanafunzi mbalimbali kwa ajili ya kujisaidia baada ya kutaharaji hapa, lakini pia katika hayo chuo chetu kina changamoto kubwa ambazo zimekikumba. Kwa mfano kama vile kuonekana kwamba jengo haliko halisi, hali mbaya ya jengo ambalo tunaiona sio rafiki kabisa. Lakini kadhalika chuo hichi kina changamoto zaidi kupatikana kwa walimu ambao baadaye inakuwa ni badala. Kwa mfano walimu wengi wakati wanapokuwa wakubwa, kutokana na changamoto ya kimaisha, kuondoka na kuelekea sehemu nyingine kutafuta maisha, jambo ambalo vitu vya wilaya ya Mkoani inafanya kila siku kutafuta walimu wasaidizi katika hali hii. Lakini pia chuo hichi katika wanafunzi ambao tulionao, miongoni mwao tumepata takhasus katika mhadhara maalum na wengine kuwapatia Qur'ani angalau hifdhu kwa kidogo. Lakini kadhalika tuna wanafunzi ambao kwa muda huu wanaendelea masomo yao katika vyuo vya Thanawi. Leo tuko katika madrasa tu Nurul Iman ambayo ipo katika kijiji cha Kilimandege Mjimbini, wilaya ya Mkoani, mkoa wa Kusini Pemba. Huu gani Sheikh ni wako, unatokea jumuiya ya Iman ambayo iko katika mji wa Northamptonshire katika nchi ya Uingereza. Hawa ni wale Waislamu wanaozungumza lugha ya Kiswahili ambao walikwenda kule kuhangaika na kutafuta maisha, na katika moja katika harakati zao huwa wanakusanya sadaka zao kila mwaka ili kuja kuwaletea wale ambao wenye uhitaji, na hasa tuna practice zaidi katika sehemu za vijijini zaidi ambazo tunaamini kwamba tunahitaji kuliko sehemu za mijini. Sasa leo Sheikh Muqaddam tutakuwa umebahatika miongoni mwao, kwa hivyo tumekuletea sadaka hii ya misahafu. Kuna misahafu hii midogo midogo, kuna misahafu mikubwa, kuna juzu ya amma zile pale, kuna rubu Yasin ambayo inaanza kuanzia sura Yasin, pamoja na ashrul awakhir, zile sura juzu 3 za mwisho za Al-Qur'an. Hii ni sadaka ambayo imetoka katika jumuiya ya Iman. Vile vile wamekuletea sadaka ya msahafu wa tafsir iliyotafsiriwa na Sheikh Abdullah Saleh Al-Farsi, ambayo hii ni tafsiri ya Qur'anul Karim. Naamini vile vile kama mtakuwa mna durusi za watu wazima au hata wanafunzi wafundishwe Qur'an, wajue vile vile tafsiri, kwa sababu moja katika haki ambazo kwa nazo katika Qur'an lazima tujielimishe na tujue maana yake. Qur'ani sio kwamba isomwe tu, lakini tuijue maana, sababu Qur'ani hii imeteremshwa kwa ajili yetu sisi. Kwa hivyo tuijue maana yake na vile vile tuyatekeleze yale yaliyomo katika Al-Qur'an. Na vile vile wameleta barua hii, na hii barua ina maelezo ambayo insha Allah utakapoisoma utarudishia waheshimiwa ambao tupo katika hii ziara. Sijui una neno gani la kuwashukuru jumuiya ya Iman ambayo imeleta
sadaka hizi leo? Kwanza tuna furaha kubwa kwa kupokea zawadi isiyooza na zawadi yenye kuendelea. Tushukuru sana kwa ndugu zetu ambao walioko nje ya bara la Afrika kuona kwamba kuna ndugu zao Waislamu na wakiwa wana haja mbalimbali na kuthubutu kuwasaidia. Hawakufanya hili bali ilipokuwa kwamba ni imani rasikh, imani iliyoganda katika nafsi zao na kujua kwamba kumbe kuna Waislamu ambao kwamba wanahitaji kuinuliwa. Kupitia hili sisi tumelipokea na tumefurahi sana, kwa sababu katika moja ya changamoto ya mavyuo kukosekana vitabu vya Allah pamoja na hizi vizuri. Sisi tunamwomba Allah Subhanahu wa Ta'ala awalinde na mashaka ya kidunia. Amin. Awapanulie riziki zao. Amin. Tunamwomba Allah Subhanahu wa Ta'ala awalinde wao na kizazi chao. Amin. Lakini kadhalika katika hili tunamwomba Allah Subhanahu wa Ta'ala iwe ni sababu ya kuendelea kutukumbuka, na tunamwomba awajalie kizazi chao kiwe chema kinusuru yani dini hii ya Kiislamu. Amin ya rabbal alamin. Kumalizia haya, pia tunaomba kwamba wewe ambao umefika hapo uliowakilishwa, Allah akujalie kheri, akurudishe salama. Amin. Na akujalie malipo katika safari hii wewe na ujio wako. Amin. Kwa haya machache, salamu alaykum. Jazakallahu khair, barakallahu.